bwana, wanakuambia haiishi mpaka iishe, na asiyependa kushindwa huyo si mshindani. Hii yote imejitokeza siku ya jana kati ya dabi ambayo ilichezwa kati ya Yanga na Simba pale jijini Zanzibar katika kombe la Muungano, ambapo wekundu wa Msimbazi kwa mara nyingine tena baada ya muda mrefu kuto kunyanyua makwapa, jana wamenyanyua makwapa kwa kuondoka na ushindi wa goli moja, ambayo goli lile lilisababishwa na mkwaju wa penalty, ambako Simba walinyanyukulia ubingwa kupitia Mwalimu ambaye aliingia dakika za mwishoni ili kufanya maajabu yake. Niko na mwanadada ambaye ni mchambuzi wa soka, anajulikana kama Kiungo wa Buza. Yeye ataenda kutuambia yapi aliona katika mchezo wa jana na vipi mchezo unaochezwa siku ya Jumapili tarehe 3. Je, Yanga au Simba, nani ataondoka kidedea kwa pointi 3? Anakuambia ni Mei 3 pointi 3, wao wenyewe wanasema hivyo. Lakini tumepewa nguvu na PR Complex and Hotel. Hawa wako Sinza kumekucha. Huduma zao wanazitoa ni kwamba kuna kumbi kwa ajili ya mikutano, kuna kumbi kwa ajili ya shughuli tofauti tofauti, lakini pia kuna vyumba kwa ajili ya kupumzikia. Ni sehemu ambayo utapata vitu vyote ambavyo unajua vinahitajika kwa ajili yako. Wanapatikana Sinza kumekucha, lakini pia kwa wale ambao wanatafuta ofisi kwa ajili ya kuweka ofisi zako, kufanya ofisi yako sehemu ambayo ni salama na tulivu, PR Complex wanatoa hiyo huduma. Unaweza ukawapata kupitia simu namba 0782 98 98 70, 0782 98 98 70. Ni PR Complex. Kupitia namba hizo wanapata, ndio wameweza kutupa nguvu sisi kama Mtanzania halisi kuweza kufanya uchambuzi katika mechi ya jana. Sasa moja kwa moja tumgeukie chambuzi la Buza. Habari? Salama. Kwema? Kwema. Nahisi mechi ya jana uliweza kuishuhudia. Tuambie kwa uchambuzi, mechi ya jana ulionaje? Ilikuwa ni mechi ambayo tunaweza tukasema ni mechi ya kuogopana. Ilikuwa ni mechi ya namna hivyo. Ukiangalia Simba na Yanga wote walikuwa ni kama wanasikiliziana, yani nani anaweza akajilipua, huyu ajilipue, ni msubiri. Kwa ni mechi ambayo kwangu mimi nilitazama kama mchezo wa hivyo wa kuoteana au kusubiliana. Dakika 118 kama sio 119. 20. Kuelekea 20. Yanga walikuwa imara sana, lakini dakika za mwishoni waliweza kuharibu. Unahisi walimu waliingia na mbinu gani Yanga na Simba kuwa imara kwa dakika 118 kama sio 119 mpaka kusababishwa mkwaju wa penalty? Yanga waliingia kwa mentality ya kujilinda asilimia kubwa. Ukitazama baada ya dakika 90 kuisha, kocha alikuwa anatoa washambuliaji, anaingiza watu wenye asili ya kukaba. Ina maana tayari Pedro alikuwa amejiandaa kwenda kwenye penalty, tunasema zile penalty za mwisho. Lakini sivyo bahati, baada ya Steve Becker kutazama mpango wa Pedro kwamba wewe unatoa washambuliaji unaniingizia wakabaji, ina maana ni wakati wangu mimi kama kocha wa Simba kuingiza washambuliaji zaidi ili kwenda kufanyaje, kukupress zaidi. Na ndio maana unaona alikuwa anatoa mabeki, anaingiza mchezaji kama Mohamed Bajabel. Aliingia kwa nini? Kuongeza ile kasi na nguvu ya kufanyaje, kushambulia, na imelipa. Umeona Simba baada ya kuamua kuwapress Yanga kwa kiasi kikubwa bila kuwasubiria Yanga kuwashambulia, umeona imewalipa mpaka Chama kusababisha mkojo wa penalty, then Selemani Mwalimu kuufunga. Kabla hatujaendelea sana kwa mabenchi ya ufundi, turudi kwa referees. Ni karibia dakika 100 kama sio dakika 90 nzima, hakuna kadi hata moja iliyotoka. Japo kuna faulu ambayo Prince Dube. Dakika 90 ambapo japo kuna faulu ambazo zilikuwa zinaonekana, lakini refa alikuwa hajanyanyua kadi zaidi ya Prince Dube. Je, uchezeshaji wa refa kwako umeonaje? Ni wa uoga kwa sababu moja. Kwa sababu unapotoa kadi za njano kwenye mchezo inaathiri mchezo kwa kiwango fulani. Kwa sababu leo hii mchezaji kama Damaro amecheza fouls nyingi, fouls ambazo zinahitajika kadi za njano. Referee unapotakiwa kutoa kadi ya njano sio urembo wa kukaa mfukoni kwamba mtu akukuta umekaa nao. Ina maana ile inatumika kama adhabu. Usipotoa unakuwa uathiri mchezo. Kwa sababu imagine Damaro angepewa kadi ya njano,
kuna namna Yanga ingetetereka, kuna kitu kingebadilika kwenye mchezo. Au Yusuf Kagoma kuna fouls amezicheza, ukiangalia yule Ismail Tule beki wa Simba kuna foul alicheza zidi ya Diala, alimvuta t-shirt lakini mwamuzi hakuonesha chochote. Maybe zile kadi ambazo angewezekana kuzitoa au alistahili kuzitoa, kuna namna game ingebadilika au pressure ya mchezo ingebadilika, lakini amefanya mchezo uonekane kama ni mchezo ambao si mzuri au vutii, kwa sababu wachezaji walikuwa hawana hiyo pressure. Mchezaji alikuwa na ule uhuru kwamba nina uwezo wa kucheza fouls, nikaonesha ustaarabu kwa refa asinionyeshe kadi ya njano. Kwa kwangu mimi nimeona ni uoga kwake yeye, yani kitu ambacho maybe naweza nikasema amewazidi marefa wetu, labda ni kwenye kufanya maamuzi magumu. Kama kwenye tukio la penalty tumeona marefari wengi wetu kwenye game kubwa kwenye kufanya maamuzi makubwa kama yale ya penalty yamekuwa ni magumu kwao, lakini ukija in form of fouls, kadi za njano, kucontrol mechi, naona amefanya kawaida sana, kitu ambacho hata referees wetu wanaweza kukifanya zaidi yake. Mabadiliko ya Selemani Mwalimu kuingia kuleleta utofauti gani kabla ya kuingia kwake na baada ya kuingia kwake? Mshambuliaji ni mshambuliaji. Unajua Simba ukimwangalia Steve Becker alivyoingia, aliingia na namba 9 wa uongo au false number 9 ambaye ni Elie Mpanzu. Lakini ulikuwa unaona bado tunasema Mpanzu atabaki kwa Mpanzu kama kiungo au winga wa ushambuliaji. Lakini unapomtaja Selemani Mwalimu, yule ni typical namba 9, anaweza akakuofa hivyo vitu vya striker. Ina maana anapoingia kuna namna inaathiri mchezo kwa asilimia kubwa, kwa sababu unajua anapokosekana namba 9 maybe kuna ufanisi unakosekana pale kwenye eneo la mbele, kwa sababu leo hii Bueye labda amekokota mpira kadribo kafika paka kwenye zoni ya mwisho ya Yanga, lakini afanye nini? Kitakachobakia atajiforce kushoot, then atashoot, then mipira itakuwa inablokiwa na nani? Na walinzi wa Yanga. Lakini kuingia kwa Mwalimu uliona kulikuwa kunaongeza kasi ya Simba kuingia kwenye zoni ya 18 ya Yanga. Ina maana ilikuwa inawafanya Yanga hawajui mkabe nani. Unaelewa? Ina maana leo ukimfanyia marking Chama, huku na Mwalimu, huku unamfanyia marking Bueye, huku una wachezaji wengine wa Simba ambao ni hatari zaidi kama Loemba. Kwa kwangu mimi naona kuliongeza namba au idadi kubwa ya washambuliaji, kitu ambacho kiliwafanya wachezaji wa Yanga wakose nani wa kumkaba zaidi kuliko mwingine. Je, unahisi Simba walizidiwa na Yanga katika mchezo wa jana? Kuzidiwa hapana. Simba hawajazidiwa na Yanga. Kwa mechi ilikuwa ni half to half. Yaani mechi ile ilikuwa ina moment. Ni mechi ambayo kuna muda ulikuwa unaona haina moto joto lolote, imetulia. Kuna muda ulikuwa unaona kila Simba anashambulia, kuna muda anapumzika, Yanga anashambulia, kuna muda anapumzika. Ndio maana nikasema ni mechi ya kuviziana. Yaani walimu wote wawili waliingia, kila mmoja anamvizia mwenzie. Nani aanze, nani atoke. Lakini Pedro ndo alikuja kutoa fursa kwa Simba baada ya kuonesha kwamba ana mentality ya kujilinda zaidi. Ikamfanya Steve Becker aamini kwamba nikipush kidogo, kama nilikuwa na pressurize Yanga kwa 70%, basi niongeze hadi 90 nione kitu gani kitabadilika. Na baada ya kupressurize Yanga kwa 90%, uliona Yanga walijikuta wanafanya nini? Makosa, si unaelewa, ya kiulinzi mpaka ikasababisha penalty. Kwa kwangu mimi naweza nikasema ni mchezo ambao walikuwa wanaviziana. Ila kwenye dakika ambazo Yanga wameenda kuruhusu bao ni makosa ya kawaida ambayo yanatokea kwenye mchezo. Kwa sababu ukishaamua kuwa timu ya kupaki basi, tegemea mawili. Ina maana uwe na pumzi au uwe na ufanisi kwenye kuzuia zile nafasi, au la uwe unafanya counter attacks ambazo zinakupa wewe faida. Uliona Yanga kwenye zile dakika 30 kuna matukio aliyafanya counter attacks, ilihitajika ufanisi wa umaliziaji lakini ilishindikana. Ukaona Simba baada ya kuchukua ule mpira wakarudi wakaenda wakafanya counter wakafunga bao. Kwa kwangu mimi nilikuwa naona Pedro kama aliamua kucheza mchezo wa kujilinda kwenye zile dakika 30 za mwisho, nilitegemea kumuona na ufanisi zaidi. Si unaelewa? Unapoamua kucheza kwa kujilinda, basi ongeza idadi kubwa ya wachezaji ambao wanaweza kukupa huo ufanisi. Unamuingiza Edmund. Edmund ni mchezaji ambaye kwenye kujilinda si mzuri sana, lakini atakuofa kukaa na mpira. Ni mchezaji ambaye mzuri kwenye kumiliki mpira. Lakini kama umeamua kujilinda, na maana ingiza wachezaji ambao pia watakuofa ulinzi zaidi. Si unaelewa? Tofauti na kufanya tofauti na kushambulia. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kilimkosi Pedro. Ni kocha ambaye ameonekana kwenye hizi dabi ni kama muoga. Kwa sababu sio dabi hii tu. Hata ukiangalia dabi iliyopita, ni kocha ambaye anaingia kwa kujilinda sana, more defensive. Kitu ambacho kinafanya dabi isiwe na ladha. Dabi tumezoea timu zote mbili zinajilipua. Yaani kila timu inacheza, huyu anakuja, huyu anakuja. Lakini Pedro ameonekana ni kocha ambaye ni muoga sana kuelekea kwenye mechi kubwa kama za dabi. Uimara wa magolikipa. Dikijiala Akasile, kwako ulionaje? Je, walikuwa kwenye vile viwango vyao au jana viwango vyao vilishuka?
Golikipa jana ambaye naweza ningesema amejaribiwa maybe ni golikipa wa Simba. Wa Yanga akupata tunasema ile mitetemo mikubwa labda hiyo penalty. Lakini ukija kwa Simba kuna michomo aliyokuwa kama miwili ambayo maybe asingeifanya ingezaa bao. Kwa kwangu mimi sikuona kama walisumbuliwa sana jana. Sikuona hicho kitu. Ndio maana hata angalia game ya jana, nafasi gani za wazi zimetengenezwa nyingi. Kwa Simba ni almost kuna ile ya Ura kabla hajapata injury kwenye dakika 20 kuna nafasi alitengeneza ya wazi lakini alishindwa kuscore. Lakini ukija kwa Yanga ni nafasi ya Okello alipiga kichwa kikaenda nje, maybe ni nafasi kama mbili, yani kila timu imetengeneza zile za wazi kabisa ni kama mbili. Kwa kwangu mimi sikuona tunasema hatari yoyote kwa magolikipa ambao walipelekewa. Mpira ulikuwa unacheza sana katikati, maeneo ambayo sio ya hatari kwa magolikipa. Tukibakia kwa Okello. Jana Starboy huyu alionekana ni mtu ambaye alitamani sana kupata assist au hata goli. Lakini kwamba Simba alikuwa amejipanga vizuri. Hebu tuambie kwa uchambuzi wako, unahisi ni wapi jana ambapo Okello alikwama kidogo? Naweza nikasema katika mechi ya derby at least jana alionyesha performance. Unajua derby iliyopita ni kama alifichwa. Lakini jana kwa kadi ya uwezo wake ulikuwa unamuona anatamani kufanya kitu kwenye kiwanja. Lakini kitu kinachokosekana kwake ni nguvu. Okello anakosa nguvu. Unajua Okello ana skills, ana vitu mguuni, lakini ukija kwenye terms akikutana na mchezaji ambaye ana power zaidi yake ni kitu ambacho kwake kimekuwa kigumu kumiliki mpira. Kwa maybe anaweza kafanyia kazi hilo kwa sababu leo hii hata kipindi kama unamkumbuka Cristiano Ronaldo, kipindi anacheza Real Madrid, ni kipindi yuko kijana, kipindi anacheza alikuwa tunasema tinshei kusikia kwenye historia yake anakuambia alikuwa ana nguvu za mwili. Tunaelewa. Sawa unakimbia, una ufundi mguuni, lakini je unapokutana na mtu ambaye sehemu au tukio ambalo linakuhitaji wewe utumie power, energy ili kulivuka au kupenetrate kwenye eneo la mpinzani, ina maana inahitaji nguvu. Kwa Okello, nguvu ni kitu ambacho maybe kocha wa fitness anahitaji kumtengeneza. Awe fit hata nguvu za miguu. Leo hii anapomiliki mpira isiwe rahisi wapinzani kwake kuchukua. Amekuwa ni mchezaji rahisi sana kumpokonya mpira endapo akiwa anaumiliki. Ukosekanaji wa Clement Mzize kwenye kikosi cha Yanga. Je, kuna nafasi zake ambazo unaona kabisa kwamba kuna gap kubwa ambalo Yanga analikosa? Kwa Mzize tunaweza tukasema kuna gap linaonekana kwa sababu Mzize kwanza anakuofa nafasi nyingi, akofi namba 9 tu. Ana uwezo wa kutokea pembeni na akakuofa vitu vingi kama ambavyo Prince Dube anavitoa. Kwa kwangu mimi tunasema partnership ya Depu na Prince Dube kwenye game kubwa sijaiona kama ni nzuri. Achana na hizi games ambazo wanakutana na timu za daraja ya kati. Lakini wanapoenda kucheza big games, mara nyingi hawa wawili wakiwa wanacheza kwa pamoja, unaona Depu hana msaada mkubwa sana kwa mwenzie au Prince Dube anashindwa kumfeed up Depu. Kwa maybe angekuwepo Mzize, mtu ambaye ana sifa. Kwa sababu sasa hivi mpira wa sasa hivi hautaki namba 9 ambayo unasubiria magoli ndani ya box tu. Na kama endapo ukiwa namba 9 wa hivyo basi uwe clinical. Yaani iwe kwenye nafasi mbili unatumia zote. Kama ambavyo tunamwona Haaland ni namba 9 ambaye fox in the box. Yaani mtu ambaye atakaa ndani ya box atasubiria mipira, lakini ni mfanisi kwenye nafasi anazozipata. Lakini ukimwangalia Depu bado kwenye ule namba 9 wake kukaa ndani ya box. Yawezekana ni injury. Toka amerudi mimi kwenye mechi kadhaa ambazo nimemwona anacheza, nimemwona anakosa ufanisi. Sijajua ni injury ambazo zimemtoa kwenye huo mstari, maybe tumpe muda, lakini nimemwona anakosa ufanisi na anapoteza sana mipira kwenye hizi mechi ambazo nimemshuhudia baada ya kutoka injury. Hatujui Depu ni injury au ni ufanisi. Tumpe muda. Nipenda kukumbusha kwamba katika uchambuzi huu tumezaminiwa na PR Complex and Hotel ambao wanapatikana Sinza Kumekucha. Hawa wanatoa huduma za hoteli, kumbi za mikutano pamoja na vyumba vya kulala. Bila kusahau kwa wale wanaotafuta ofisi pia zipo frame za kutosha na ofisi za kutosha. Chambuzi la Buza. Tukirudi tena Jumapili ni dabi nyingine ya Simba na Yanga. Wanaenda tena kucheza pale Dar es Salaam. Je, tuambie Mei 3 unahisi kipi kinaweza kikatokea? Mei 3 ni mchezo ambao naweza nikasema ni muhimu pia kwa Yanga. Tofauti na mchezo ambao wametoka kucheza jana. Unajua mchezo wa jana Simba inawezekana kwangu mimi Simba alikuwa na demand kubwa sana ya mchezo kuliko Yanga.
sababu Simba ndio walikuwa ana lack vitu vingi kuelekea kwenye ule mchezo. Kama ulivyosema kipindi unafungua kipindi kwamba hajanyanyua kwa hapa muda mrefu, hajabeba kombe. So ndio alikuwa na uhitaji ule mchezo ili kujisafisha au kutengeneza confidence. Lakini sasa ukija Jumapili, mechi ambayo hata Yanga ana uhitaji nayo. Kwa sababu Yanga mpaka sasa hivi amemwacha Simba kwa gap ya alama 5 na michezo wanafanana. Kwa maana unapoenda kucheza Mei 3, ina maana Yanga kama anataka kuzidi kujihakikishia usalama kwenye ubingwa wake anahitajika kushinda kwenye hiyo game. Lakini sasa kwa Simba naye kwenye huo mchezo naye anahitaji ushindi, si unaelewa? Kwa sababu leo hii kitokea Simba ameshinda kwenye hii game, Yanga akapoteza, lakini michezo inayofuata wote wawili wakashinda, bado Yanga atakuwa bingwa. Si unaelewa? Kwa sababu zitakuwa zimesalia alama 2. Si unaelewa? Kwa Simba anahitaji kushinda huo mchezo afu abaki sasa aombe dua Yanga adondoshe alama kwenye mechi kubwa, maybe ya Azam. Yanga na mechi na Azam ya marudiano. Adondoshe alama kwenye hiyo game. Kwa kidogo itakuwa inamsaidia Simba kwamba endapo nikishachukua alama 3 Mei, nikasubiri Yanga apoteze kwenye game ya Azam, ina maana mimi inawezekana nikafanyaje, nikaweka uwiano mzuri wa kuwa bingwa. Lakini kwangu mimi naye muone na uhitaji zaidi ni Young Africa. Kama anahitaji kuchukua ubingwa msimu huu, anahitaji kushinda huo mchezo. Kwa sababu atakapopoteza huo mchezo itamjengea pressure kuelekea michezo inayofuata. Si unaelewa? Kwa sababu atakuwa na ule wasiwasi kwamba endapo nitapoteza, mpinzani wangu anayenikimbiza atafanyaje? Atawini alama, atawini michezo, atafanyaje? Atanifikia. Kwa kwangu mimi naona ni game ambayo naamini itakuwa na pressure kubwa kuliko iliyotoka. Kwa sababu timu zote zina uhitaji huo mchezo na zote zina needs kubwa za huo mchezo. Kwa ni game ambayo naamini itakuwa na pressure kubwa, ni game ambayo itakuwa na matumizi makubwa ya nguvu tofauti na iliyopita. Kwa sababu iliyopita ukiangalia hata kipindi cha kwanza fouls zilizochezeka sio nyingi. Ni fouls za kawaida. Kwa sababu niliangalia dakika ya 30 zilikuwa zimechezeka almost foul 8 9. Kwa dabi ni fouls za kawaida. Sio unaelewa? Kwa sababu kwenye michezo ambayo tumeizoea unakuta dabi mpaka dakika zile tayari timu moja imecheza fouls 15 16, lakini game iliyopita ilikuwa fouls chache. Kwa nategemea game ya tarehe 3 Jumapili na nategemea ni game ambayo itakuwa na matumizi makubwa ya nguvu kutokana na pressure ambayo ule mchezo umebeba, lakini naamini Simba ataingia na confidence kwa sababu wametoka kushinda. Kwa naamini huo mchezo ataenda kufanyaje? Ataenda maybe kupata matokeo pia. Kwa kwangu mimi naona ni mchezo ambao utavutia zaidi tofauti na muungano. Kwa kikosi cha jana, unahisi Pedro anaweza kakirudia ama nani anaweza kukosekana kutokana na kosi la jana? Kilichoanza unamaanisha? Ana wachezaji wengine wanaoweza kucheza zaidi ya wale walioanzisha. Maybe Mudathir kwa sababu ana adhabu za mechi 3. Kwa hiyo yeye ndo anawezekana akakosekana kwenye mchezo wa dabi, akaingia Duke Abuya. Lakini kwangu mimi sioni kama atafanya mabadiliko kwa sababu leo hii ukiniambia wachezaji ambao wako bench quality yao na wale walioko ndani ni mpishano mkubwa sana. Yaani kama kiasilimia leo hii tunaweza tukasema mmoja ni 100, mmoja ni 60. Kwa unaona uwiano ni mkubwa. Kwa kwangu mimi sioni mwalimu yoyote, si wa Simba, si wa Yanga, anaenda kufanya mabadiliko makubwa kwenye kuelekea mchezo wa Jumapili. Kwa sababu ni vikosi, ukimwangalia Steve Becker kikosi hicho kianzisha ndio first 11 yake. Si unaelewa? Ukija kwa nani, kwa Pedro ndio first 11 yake, ila muda atakosekana kwa sababu ya adhabu ambazo alipatiwa. Kwa kwangu mimi sioni mabadiliko makubwa kwenye timu zote mbili kuelekea mchezo huu. Ubora wa Chama na ubora wa Yao Kwasi jana ulionekana baada ya Yao Kwasi kuwa kwenye majeraha, amerudi na inaonekana ubora wake unazidi kuzidi kuimarika. Je, unahisi kwa Mei 3 ataweza kumhimili huo mchezo? Inategemeana sasa kama mwalimu atamwanzisha. Kwa sababu tumeona kwa kipindi cha hivi karibuni Israel Mwenda amekuwa kama ndio first 11 ya Yanga. Kwa hiyo itategemeana kama Pedro atapendekeza au ataona ni sawa kwake au kwenye uwanja wa mazoezi ataona Yao anafaa kuanza. Kwa hapo mimi naweza nikasema tusubiri tukuona, kwa sababu Yao na Israel mpaka sasa hivi hatujui tunasema favorite wa mwalimu ni nani. Kwa sababu Yao anarudi kutoka majeraha, lakini anamkuta Israel Mwenda ambaye tayari kwenye ile nafasi amefanya vizuri. Sio naelewa, hajafanya vibaya, hajaperform vibaya. Kwa kwangu mimi natamani kuona mwalimu atapendekeza nani kwanza nani. Japo kwangu mimi natamani kumuona Yao anaendelea kuanza. Kwa sababu gani? Yao ni beki ambaye unapozidi kumpa game time ina maana unamuimarisha. Sio naelewa. Na kama tunakumbuka kabla ya kuingia injury, Yao ndo alikuwa beki tegemezo wa upande ule. Kwa endapo utakuwa unaendelea kumwanzisha na maana unazidi kumjenga confidence. Kwa kwangu mimi natamani kuona anaanza Yao Kwasi. Ukosefu wa Mohamed Hussein. Kuna gap lolote ambalo linaonekana hapo kwenye game iliyopita? Game iliyopita na hata michezo ambayo ijayo, kwa mfano dabi ya Mei 3,
unahisi Mohamed Hussein anaweza akakosekana au mkataba wake unasema haruhusiwi kucheza kwenye dabi? Hapana, mbona amecheza kwenye dabi? Dabi ile ya Zanzibar. Amecheza Mohamed Hussein. Boka alikuwa majeraha. Dabi hizo walisema anaumwa. Ilitoka taarifa kwamba alikuwa hayuko sawa, hayuko vizuri, ndio maana Boka akacheza, Mohamed Hussein akawa jukwani. Sio kama ndo kumweka sawa kwa ajili ya Mei 3. Yawezekana pia, kwa sababu nimekwambia ile Mei 3 ni ya muhimu kwa kila kocha. Yaani leo hii Pedro angekuwa na uwezekano wachezaji wake wapumzishe ile game iliyopita, alikuwa na yani angependekeza ile pendekezo. Lakini kwa nini hao walimu wote wawili wameshindwa kuwapumzisha wachezaji wao first 11? Kwa sababu quality zilizopo nje na zilizopo ndani zina uwiano mkubwa sana. Kama unataka matokeo lazima uwachezeshe wale wachezaji wako unawafanyaje? Unaoanzisha kila game. Kwa kwangu mimi kama Mohamed Hussein atakuwa fit, inawezekana mwalimu akamwanzisha. Unaelewa? Kwa sababu Boka, Mohamed Hussein wote ni mabeki wazuri. Kwa hiyo inawezekana hata mwalimu akaamua kuanza hata na Boka vile vile, lakini akampumzisha labda kipindi cha pili akamuingiza nani, Mohamed Hussein Zimbwe. Kwa kwangu mimi sijaona utofauti wote mkubwa kati ya Mohamed Hussein na Shadrack. Kwa kumalizia, lipi neno lako kuelekea Mei 3? Kwa timu zote mbili? Mimi ninachotamani kuona ni wacheze mpira. Unajua dabi za hivi karibuni zimekuwa kuna dabi unaitazama na kuna mechi za kawaida hizi za timu ambazo watu tunaziita daraja la kati zinakuwa bonge moja ya games tofauti na dabi. Dabi sasa hivi imekuwa ni mechi kama ya kawaida ukiwa unaitazama, yani haivutii. Hata jana mimi kipindi natazama dabi ni mchezo mkubwa lakini nilikuwa nahisi hadi usingizi. Yani kiasi kwamba ulikuwa uvutii, yani unatazama mpira uvutii chochote, yani unaangalia tu kwa sababu ni mpira unatakiwa kuangalia wewe kama mchambuzi, lakini si mechi ambayo inavutia. Kwa hiyo natamani kuona Pedro kwa sababu ndo ameonekana mtu ambaye anafunga sana. Yaani ndo mtu ambaye anaonekana yani anaingia kwa uoga sana kwenye mechi za dabi. Natamani kumuona akiwa free, acheze. Tunaelewa. Si ana kikosi kizuri, si Yanga ina wachezaji wazuri. Mechi hizi kubwa amezizoea. Kwa cheza hata kama inawezekana mechi ile ina pressure na unatafuta alama, lakini natamani kuona kocha Pedro akiwaruhusu wachezaji wake wacheze free. Tunaelewa. Asiingize uoga sana, anakuwa anatunyima ile uondo wa dabi ambao sisi tumeuzoea kuutazama. Kati ya Simba na Yanga kalata yako inaangukia wapi? Kati ya Simba na Yanga? Yanga ni timu hatari. Unajua mimi kitu kimoja ambacho naweza nikasema kwa Yanga ambacho kinawapaga advantage. Yanga ni timu hatari, Simba ni timu bora kwa sasa hivi. Unaelewa? Yanga ni utawala wako kwa wapi? Yanga ni timu ambayo endapo ukiwaruhusu kwenye lango lako hata kidogo inaweza ikakuadhibu. Unaelewa? Tofauti na Simba. Simba wanahitaji nafasi nyingi sana ili wakuadhibu. Lakini Yanga katika nafasi chache wana uwezo wa kuadhibu. Alafu Yanga wana wachezaji wengi ambao wanaweza wakakuadhibu wewe tofauti na Simba. Simba leo hii kuna wachezaji ukiwakaba umeimaliza Simba. Unaelewa? Leo hii ukiweza kumaintain Chama, ukaweza kumaintain Gueye, ukaweza kumaintain Oura, tayari kuna namna Simba umeipunguza makali. Kwa sababu tunasema hao ndio key players wao ambao wanarahisisha mambo. Japo Mpanzu naye ameonekana amerudi tena kwa kasi nzuri. Lakini hao wachezaji ukiweza kwa lockdown ukaweza kuwa maintain vizuri, unaweza kuizuia Simba. Kwa kwangu mimi naweza nikasema karata yangu sina naye kwa sababu sioni. Yaani ni mechi ambayo sijajua nani anaenda kushinda kwa sababu ya ule ukubwa ambao uko nao. Yaani leo hii labda nikisema na tabiri labda kwenye betting watu wa kubeti labda waweke kufungana. Inawezekana hiyo game ikawa na magoli ya kufungana both. Yaani timu zote mbili timu zote mbili zikapata matokeo. Lakini kuna mbaya nitaje kabisa mshindi ni nani? Hapana. Kwa sababu hiyo mechi pia inaweza ikatoka sare. Kutokana kama Pedro akiendelea na hii mbinu zake ambazo anaingia nazo siku hizi za uoga, inawezekana pia hiyo mechi kamalizika kwa sare. Kwa sababu ukija eneo la kujilinda Yanga wako vizuri. Yaani Yanga wakiamua kubana pumzi dakika 90 wana huo uwezo. Jana imewashinda kwa sababu dakika zimekuwa nyingi sana. Lakini kama ukiwapa dakika 90 uambie wakabe wabane pumzi wana huo uwezo. Kwa hiyo inawezekana pia hiyo mechi ikatoa pia sare kama Yanga watofunguka. Wazee wa kubeti umeona kodi hiyo? Shambiwa weka boss team to score. Wanakuambia huyu ni chambuzi Labuza. Anakuambia utabiri wake Mei 3 ni boss team to score. Kwa nini? Yanga ni timu hatari, Simba ni timu bora. Mimi bwana nikushukuru, lakini nikukumbushe tu kwamba nguvu ya kuwepo hapa tumepewa na PR Complex and Hotel ambao wanapatikana Sinza Kumekucha. Hawa wanatoa huduma zifuatazo. Kwa wale ambao wanahitaji maofisi kwa ajili ya kuweka ofisi kufanyia biashara zako, maframe zipo. Wanahitaji hoteli kwa ajili ya kupumzika na kuenjoy usipate bugza yote ipo. Kwa wanahitaji ukumbi
kwa ajili ya kufanya shughuli zao, mikutano yao, sherehe pia upo. Wanapatikana hapa Sinza Kumekucha, Dar es Salaam, au unaweza ukacheki kwa simu namba 0782989870. Kumbuka ilikuwa ni Mtanzania halisi tukichambua mechi ya jana ya dabi ya jana ya Yanga pamoja na Simba, lakini pia kuelekea dabi ya Jumapili Mei 3 kati ya Simba na Yanga. Hatujui nani ataenda kuchukua pointi 3, maana wenyewe wanasema ni Mei 3 pointi 3. Nilikuwa na chambuzi la Buza, yeye amekwambia kwa wale wazee wa kubeti we can boss team to score. Ulikuwa nami Allen TZA, mzee wa kuzichimba zaidi, lakini anayetufanya tuonekane hapa na tupendeze hivi si mwingine, anaitwa Ayubu. Mzee ukimuuzi huyu jamaa focus inakuhusu. Shout out sana.